Naomba utulivu. Leo tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, Mahakama ya Rufaa ya Tanzania ambayo ikikaa katika kikao chake hapa jijini Dar es Salaam, kuna majaji watatu, Jaji Mwarija, jaji wa Mahakama ya Rufaa, Jaji Zainab Mruke, jaji wa Mahakama ya Rufaa, na Hamisi Amur, jaji wa Mahakama ya Rufaa. Alikuwa anasikiliza kesi ya mapitio ambayo imeletwa na mkurugenzi wa taifa wa mashtaka ya DPP dhidi ya Tundu Antipas Mughwai Lissu, ambayo ikitokana na ile kesi ya uhaini ambayo iko bado katika mahakama kuu masijala ndogo ya hapa Dar es Salaam. Sasa maombi haya yanatokana na ule uamuzi wa mahakama kuu wa tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo mahakama kuu ilikuwa imekataa kupokea ile notisi ya ushahidi wa ziada kutoka shahidi ambaye tayari alikuwa ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi wa mahakama ya ukabidhi au mahakama ya komito, ile mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa pale Kisutu. Sasa upande wa jamhuri haukuridhishwa na uamuzi wa mahakama kuu ambao ulikuwa umekataa kwamba ule ushahidi ambao unatakiwa kutolewa ulikuwa unatakiwa kutolewa na mtu ambaye tayari ni ameshaorodheshwa, na kile kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa kesi za jinai kinakataza kwamba shahidi tayari ambaye ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi na mahakama ya ukabidhi hawezi tena kuletwa kutoa ushahidi katika ushahidi mwingine au ushahidi wa ziada katika mahakama kuu. Upande wa jamhuri wenyewe umepeleka maombi yake ya mapitio katika mahakama ya rufaa. Tarehe hiyo 24, mnakumbuka siku ile kwamba tulikuwa tuendelee na kesi, walikuwa maomba ahirisho la dakika 50, wakaenda wakatumia saa 4 nzima. Baadaye waliporudi ndio wakatuambia kwamba wakatuletea hiyo notice. Walikuwa mkumbuke, walikuwa wamezima na simu zao ili wasipatikane wakipigiwa kwamba tayari mahakama iko tayari kuendelea na kesi. Walipoibuka saa 8 na karibu saa 9 kasorobo ndipo walipokuja na hiyo notice kwamba wamekata rufaa mahakama wamepeleka na maombi ya mapitio mahakama ya rufaa. Sasa kesi hii imechukua, mwenyekiti ameweza kuonyesha wazi kabisa kwamba tokea tarehe 24 ya mwezi ule wa pili mwaka 2026 hadi leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni siku 139 ambazo yeye amekaa ndani, kesi haijasikilizwa, na amesema kwamba ilikuwa ni mbinu mojawapo ya kuweza kuipaki hii kesi, kwamba kuichelewesha tu wakati yeye anaendelea kuumia. Sasa alikuwa amewasilisha zuio haya pingamizi dhidi ya maombi ya serikali, akisema kwamba haya ni miongoni mwa aina ya mashauri au aina ya maombi ambayo hayaruhusiwi na sheria, kwa sababu mahakama inapotoa uamuzi mdogo kuhusiana na hoja yoyote mahakamani, basi wadaiwa hawaruhusiwi kukata rufaa au kupeleka maombi ya mapitio, labda tu pale ule uamuzi unapokuwa umetolewa uwe na ile hadhi ya kumaliza kabisa lile shauri au kuamua kwamba nani kashinda nani kashindwa, na kwa maana hiyo kuna hukumu au kuna uamuzi ambao unaamua moja kwa moja haki za wadaiwa. Kilichotokea siku ile ilikuwa ni kwamba tu kipande cha ile notice ilikuwa imekataliwa na kesi itakiwa iendelee. Kwa hiyo wakawa wameweka pingamizi, upande wa serikali wanasema wao walikuwa sahihi, wao walikuwa wanapinga kwamba wanasema mahakama ilikwenda ianza kujadili ule ushahidi na kwamba hawakusikilizwa kutokana na kujadili ushahidi. Mwenyekiti Tundu Lissu ameweza kuonyesha kwamba amepitisha katika rekodi ile akionyesha kwamba jinsi ambavyo mahakama ilitoa nafasi kwa pande zote mbili kusikilizwa, na kwa maana hiyo basi hilo dai la kusema kwamba kusikilizwa sio sahihi, na akaomba vile vile kwamba kutokana kwamba amekaa ndani kwa hizo siku 139 basi mahakama itumie madaraka yake au mamlaka yake chini ya kifungu cha 367 cha sheria ya makosa ya jinai kuweza kumpatia fidia. Na akasema kwamba yale yote ambayo yamefanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa taifa mashtaka yanakiuka ibara ya 59 ibara ndogo ibara 59 b kubwa fungu kile kidogo cha 4 ambacho kinamtaka mkurugenzi wa mashtaka kuhakikisha kwamba anatenda haki, kesi zinakwenda haraka na atumie mfumo wa jinai kuweza kufanya nini, kumuumiza mtu au kutotenda haki. Sasa baada ya kusikilizwa pande zote hizo mbili, mahakama imesema kwamba itatoa uamuzi wake, inataka nafasi kwanza kuweza kuamua je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi
Kama ni sahihi itaishia tu hapo, lakini ikiona kama pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina. Baada ya hapo akasema mahakama ikasema baada ya kuandika uamuzi basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari kwa kuweza kusomewa. Asante. Makamu mwenyekiti, pole na poleni na nyie. Yana mwisho haya, shughuli yataisha. Greetings from Freetown. Thank you. Thank you. Nafanya briefing nje. What are we doing?